walionitangulia kumshukuru Mungu tuwezesha kukutana leo hapa katika tukio hili muhimu la kushuhudia uzinduzi wa minara ya mawasiliano 758 na kuunganisha wilaya 85 za huduma za mkongo wa taifa wa mawasiliano pamoja na makabidhiano ya miundombinu ya mawasiliano iliyojengwa na umoja wa watoa huduma za mawasiliano, yani Consortium of Telecom Operators. Aidha, nichukue nafasi hii kushukuru Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika tukio hili, na nilijua hili lazima nije, sababu ni mimi niliyezindua ujenzi, hakuna mwingine wa kuweza kuizindua sasa kwenye operation. Kwa ilikuwa lazima nije. Na nasema hili ili mawaziri ambao wameleta shughuli zao niende nikazifanye, wanawaambia fanyeni wenyewe. Sasa watasema mbona kule kaenda, huku nilizindua mwenyewe. Kwa hiyo na zile shughuli ambazo nimeweka majiwe ya msingi mwenyewe, itabidi nije mwenyewe. Vile vile nikupongeze wewe binafsi Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yako kwa maandalizi mazuri ya tukio hili kubwa. Kiukweli limefana, hongereni sana. Nawapongeza wadau wote wa sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari, wakiwemo watoa huduma za mawasiliano, Benki ya Dunia na taasisi nyingine za kifedha za ndani na nje ya nchi, pamoja na wadau wengine wote kwa namna mnavyoendelea kuunga mkono jitihada za mikakati ya serikali katika kuimarisha na kusogeza huduma za mawasiliano karibu na wananchi. Na kwa ujumla mnatuunga mkono katika utekelezaji wa mkakati wa uchumi wa kidigitali wa Tanzania. Tunawashukuru sana. Niseme tu kwamba ushirikiano kati ya serikali na wadau wote wa sekta ya mawasiliano ni nguzo muhimu katika kuhakikisha huduma za mawasiliano zinawafikia wananchi kwa ubora unaokidhi mahitaji ya teknolojia ya kisasa na kwa gharama nafuu. Ushirikiano huu unaweza kujenga msingi imara wa uchumi wa kidigitali katika kukuza fursa za biashara na ajira, kuboresha utoaji wa huduma za kijamii na hatimaye kuharakisha maendeleo ya taifa na ustawi wa watu wetu. Na hapa nataka nishukuru sana, nimeona huduma hizi zinazofanywa, kazi hii iliyofanywa imefikisha mawasiliano mpaka kwenye visiwa. Nilikuwa naona documentary ya UCSAF ambao walikuwa wanaonesha, na nimeona kuna kisiwa kimoja mbali huko mawasiliano yamefika, wanashukuru, biashara zinaendelea na watu wanawasiliana kufanya biashara. Hii ndio Tanzania tunayoitaka. Asanteni sana. Kwa umuhimu huo, naomba kuwahimiza wadau wote kuendelea kushirikiana na serikali katika kuendeleza ubunifu, kukuza uwekezaji na kupanua miundombinu ya mawasiliano ili kuhakikisha hakuna Mtanzania anayebaki nyuma katika safari yetu kuelekea Tanzania ya uchumi wa kidigitali na jumuishi. Kwa kufanya hivyo, tutatekeleza ipasavyo dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 pamoja na kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 inayolenga kujenga uchumi shindani unaoongozwa na maarifa, teknolojia na ubunifu. Kwa muktadha huo, teknolojia ya habari na mawasiliano imekuwa sekta ya kimkakati inayochochea ukuaji wa ajira na kuongeza tija kwenye uzalishaji na kwa ujumla kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Ndugu viongozi na wananchi, kwa kutambua mchango wa huduma za mawasiliano katika uchumi wa nchi yetu, serikali imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika miundombinu ya mawasiliano, hususan mkongo wa taifa wa mawasiliano ambao hadi sasa kama ilivyosemwa hapa umefikia urefu wa kilomita 15,167 na kazi inaendelea. Mkongo huu unaunganisha mikoa yote ya Tanzania bara na wilaya 121 kati ya wilaya 139. Hii ni hatua nzuri tuliofikia. Kwani mwaka 2021 wilaya zilizokuwa zimeunganishwa na mkongo wa taifa zilikuwa 36 tu. Kwa hiyo kufikia 121
ni hatua kubwa sana. Mkongo huu pia umeunganisha nchi jirani za Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Malawi na Msumbiji. Na hatua zinaendelea kama ilivyosemwa hapa kuiunganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumepiga hatua nzuri sana, na uwekezaji huu umeiwezesha Tanzania kuwa kitovu muhimu cha mawasiliano katika ukanda wetu, na tayari umeleta matokeo chanya, ikiwemo ongezeko za laini za simu hadi kufikia milioni 106.9, watumiaji wa internet milioni 58.1 na matumizi ya simu janja kufikia 41.84. Ndugu zangu, takwimu zimesomwa vizuri na Katibu Mkuu, lakini makala pia zilizoonyeshwa mbili zimetuonesha hatua tuliofikia ya maendeleo. Kama ilivyosemwa hapa kwamba mwezi Mei mwaka 2023 tulifanya uzinduzi wa ujenzi wa minara, na nilipopokea zawadi ya kupongezwa mimi hapa nilimwita Mheshimiwa Nape, kwa sababu wakati ule yeye ndo alikuwa wa champion wa kuweka msingi huu, na leo tumetimiza. Nimemuona mwanangu Nape akicheza kwa fahari kubwa hapa akisema yes I did it. Limetimia lile nililoliasisi. Hongera sana. Pamoja na wizara, hongereni, na mheshimiwa, hongera sana. Kukamilika kwa ujenzi wa minara 758 tunayoizindua leo kunaongeza upatikanaji wa huduma za mawasiliano kwa wananchi zaidi ya milioni 8.5, hususan katika maeneo ya vijijini na mipakani, na hivyo kuimarisha zaidi ushiriki wa wananchi katika uchumi wa kidigitali na maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Katika maeneo ya mbali na mipakani, wananchi walilazimika kutumia mitandao ya simu ya nchi jirani. Hivyo hatua hizi ambazo tumezifikia leo zitaleta ukombozi na kuwajumuisha wananchi wetu wa mipakani na maeneo ya mbali katika mfumo wa mawasiliano wa taifa lao. Huo ni ukombozi mkubwa kwetu. Vinginevyo wangekuwa naamini na kusikia ya nchi jirani lakini sio ya kwao. Kwa hiyo huu ni ukombozi mkubwa kwetu. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, dunia ya leo inabadilika kwa kasi kubwa sana. Mawasiliano si tena huduma ya anasa, bali ni uti wa mgongo wa uchumi wa kisasa. Zamani nyumba ikiwa na simu, wote mtaani tunategemea nyumba hiyo moja, na wote tunawasifu kwamba yule kwao kuna simu. Lakini sasa kila nyumba kuna simu, na simu si tena jambo la anasa, lakini ni jambo la lazima kwa uchumi wa kisasa. Vile vile mawasiliano haya ni daraja la fursa kwa wote na nyenzo muhimu ya uwekezaji, ajira na ustawi wa wananchi. Kwa kutambua mwelekeo huo, serikali inaweka mazingira mazuri ya kisera, kisheria na kimkakati au mikakati mahsusi ya kuendeleza sekta ya tehama ili nchi yetu iweze kuendana na kasi ya dunia. Na hapa jitihada zote zinazofanywa na wizara, niwaombe sana halmashauri mbalimbali nchini kuondoa urasimu katika kutoa vibali vya miradi hii kuendelea. Niwaombe sana, kwa sababu ukifanya urasimu kwenye ngazi ya halmashauri, kuna pesa inapotea, kuna muda unapotea, na miradi hii haitakwenda kama tulivyoipanga. Niombe sana wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, mwasimamie wakuu wa wilaya kuondoa urasimu katika kutoa vibali vya miradi hii. Tutaendelea na maandalizi ya ujenzi wa chuo mahiri. Katika hatua nyingine, tutaendelea na maandalizi ya ujenzi wa chuo mahiri cha kidigitali hapa Dodoma. Na ili kuchochea ubunifu na ajira katika uchumi wa kidigitali, tutatenga fedha zitakazoiwezesha Wizara ya Habari, Wizara ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano kuzipatia mitaji kampuni changa za vijana, yani startups, ili ziweze kukua zaidi. Amesema waziri, tumeanza na bilioni 5 kwa mwaka huu, lakini tutaendelea kutenga fedha ili startups ziweze kukua.
na nafurahi kusema kwamba wakati natembelea mabanda ya maonyesho pale nje, nimekutana na startup moja inayoshughulika na mambo ya afya. Ni vijana ambao wamejitoa katika kufanya ubunifu, kutengeneza mfumo wa kuscreen au kuchunguza kansa ndani ya mwili wa mtu, na wameanza kwa kansa za wanawake kwa sababu ndio tatizo kubwa, kansa za uzazi, na wamesema wanapoendelea kwenda kwenye maeneo mengine, na nadhani watajielekeza kwenye tezi dume kwa sababu hizo nazo sasa ziko katika kiwango kikubwa. Kwa hiyo nikupe moyo na nikuhamasishe waziri kuwapatia vijana hawa mtaji ili waweze kutoka hatua moja na kwenda hatua nyingine kama walivyojipanga. Niseme kwamba uwekezaji huu kwa vijana ni muhimu kwa sababu dunia hii ya kiteknolojia ni ya kwao vijana, na dunia hii ipo viganjani mwao na ndiyo mfumo wa maisha yao. Kwa lazima tuwawezeshe, lazima tuwahamasishe watumie mifumo hii ili kukua kiuchumi, lakini pia kijamii. Nawahimiza sekta binafsi kwa maana hiyo kushirikiana na serikali ili kutimiza ndoto na matarajio ya vijana wetu. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, naomba sasa nitoe maelekezo mahsusi yafuatayo kwa wizara. Kwanza, kushirikiana na Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana pamoja na wadau katika sekta hiyo ihakikishe vijana wetu wananufaika ipasavyo na huduma za mkongo wa taifa mawasiliano, hususan katika kuchochea ubunifu, kukuza ujuzi wa kidigitali na kuongeza fursa za ajira na uchumi. Lakini pili, katika hatua ya kutekeleza agizo la kimataifa la kutomwacha mtu nyuma katika maendeleo, wizara hii ifanye uratibu na kuhakikisha wilaya zote ambazo bado hazijafikiwa, lakini mmesema vizuri hapa kwamba itakapofika Disemba mtakuwa mmemaliza. Kwa maana hiyo niwaelekeze sasa, mtakapomaliza kwenye wilaya zote mjipange kuelekea ngazi za chini kwenye kata na vitongoji ili kule kote wafaidike na huduma za mkongo. Nadhani wenzangu wa Chama cha Mapinduzi watakubaliana nami kwamba jambo hili lina manufaa makubwa, kwa sababu wakati mwingine tunapokuwa na vikao vya dharura na ngazi za chini tunatumia huo mfumo wa kuwasiliana kutumia mifumo hii, na tunafanya mikutano yetu, tunakubaliana na tunamaliza vizuri, yote kwa sababu mkongo umefika kule chini na tunaweza kufanya hayo. Kwa niwasisitize muende chini zaidi katika ngazi za chini, toka wilaya mwende ngazi ya chini zaidi. Nasisitiza hayo ili wananchi wote waweze kunufaika na huduma za mawasiliano na fursa zitokanazo na uchumi wa kidigitali. Tatu, agizo la tatu ni kuhakikisha miundombinu ya mkongo wa taifa mawasiliano inalindwa na kutunzwa vyema. Mkongo huu ni mhimili wa uchumi na ustawi wetu kama taifa na ni ulinzi na usalama wa taifa letu. Kwa wale waliokabidhiwa mkongo wajipange vyema kuulinda mkongo huu. Agizo jingine ni kuhakikisha kuwa huduma za mawasiliano zinazotolewa nchini zinazingatia maadili, mila na tamaduni zetu wa Tanzania. Tusipodhibiti hali hiyo, tutaishia kuwa na kizazi kisichokuwa na maadili na uzalendo kwa taifa lao. Na hapa nimefurahishwa nilipopita kwenye banda la Huawei, wameniambia wanakwenda kutengeneza mfumo wa AI wa Kiswahili kwa ajili ya Watanzania utakaolinda maadili ya Watanzania. Nikuombe waziri, shirikiana nao kwa karibu ili hili walikamilishe mapema. Vijana wetu wakipata mfumo huu, kiwango cha ubunifu wao kitakuwa zaidi. Vijana wa Kitanzania wameumbwa na ubunifu mkubwa sana. Kuna vijana hawajawahi kupitia masomo ya kompyuta, lakini anafanya kazi zake ndani ya kompyuta, huwezi kuamini. Kwa hiyo niombe sana hii ikamilike mapema ili vijana wetu
wapate shughuli zaidi za kufanya. Baada ya maelekezo hayo, nirejee tena kuwashukuru wadau wote kwa ushirikiano wenu katika kufanikisha miradi hii ya kimkakati. Uwekezaji huu tunaofanya leo unaweka msingi imara wa Tanzania ya kidigitali yenye huduma bora za mawasiliano na nyenzo za kukuza tija kwa wananchi wetu na itakayomudu ushindani wa kimataifa na bila shaka kujenga uchumi imara wa taifa. Katika hatua hii sasa, niseme kwamba wote tumeshuhudia kwamba minara 758 iliyojengwa tayari imekabidhiwa na mimi niko tayari kuizindua. Lakini pia maunganisho ya huduma za mkongo wa taifa wa mawasiliano katika wilaya 85 pamoja na miundombinu ya mkongo iliyojengwa na watoa huduma wa mawasiliano tayari nayo ilishakabidhiwa kama tulivyoona hapo chini. Sasa niko tayari kwenda kuzindua minara hii 758 iweze kutoa mchango wake katika maendeleo ya taifa letu, na niseme Mungu ibariki Afrika, Mungu aibariki nchi yetu Tanzania, Mungu aibariki wizara yetu hii iweze kufanya makubwa zaidi na serikali yetu pia. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi mengi.